Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today. Hamjambo. Pole sana hatujaweza kupashana sababu nimekuwa mbali kidogo. Nimerejea ili tuweze kuelimishana, tuweze kuelezana yale ambayo yanaendelea kutendeka katika taifa letu la Tanzania. Kipindi ambapo raia wanajiandaa kwa maandamano ya Sabasaba, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yanaonekana kwenye mitandao. Serikali ya Samia Suluhu Hassan walichukua hatua za dharura angalau kuzima yale maandamano. Hatua za kwanza ilikuwa ni kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa katika taifa letu la Tanzania. Pili, sasa ukitaka kuona kwamba hii serikali iko na uoga kuhusu maandamano ya Sabasaba ambayo raia wamesema kwamba lazima wajitokeze, kulingana na taarifa ambazo ninapokea kwenye jiji la Dar es Salaam, kipindi ambapo wananchi wanaendelea na pilika zao za kila siku, ninaambiwa kwamba maafisa wa polisi, hali ya ulinzi na usalama imeweza kuimarishwa. Yaani hata hatujaweza kufika Julai, kwa sababu sasa hivi ni tarehe 30 Juni. Lakini maafisa wa polisi wamemwagwa kwenye mitaa. Mfano kama Dar es Salaam, askari wa jeshi la polisi wameonekana kuweka ulinzi mkali katika vituo na makutano muhimu ya barabara. Sasa kulingana na taarifa, ninaelezwa kwamba polisi hawa wamepangwa katika vikundi kwenye vituo vya mabasi ya mwendo kasi na makutano ya barabara zinazoelekea katikati ya jiji, ikiwemo Mtoni kwa Azizi Ali, Tanzara, Baguruni, Wasibu, Ubungo, Mwenge, Magomeni, Mnazi Mmoja na Faya. Sasa ninaelezwa kwamba kando na maafisa wa polisi, magari ya polisi ya kuwatawanya waandamanaji tayari yameanza kuletwa, ukipenda maarufu kama washawasha, na magari ya doria yakizunguka katika eneo moja hadi jingine. Imagine, bado tarehe 7 haijafika. Serikali hii ambayo iliweza kuingia mamlakani kupitia kwa kumwaga damu, kupitia kwa kuangamiza wananchi, wameanza kuogopa. Angalia hapa jinsi ambavyo wamerusha polisi, wamejazana polisi kwenye jiji la Dar es Salaam. Hivyo upande wa Dodoma tunaelezwa kwamba vile wamejaza. Tukienda Mwanza, yani hii miji mikubwa ndani ya taifa letu la Tanzania, polisi wamejazwa kama wimbi. Tafadhali like video, vile subscribe. Wakati wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakiendelea na pilika zao za kila siku, hali ya ulinzi na usalama imeimarishwa katika maeneo mbalimbali, huku askari wa jeshi la polisi wakionekana kufanya doria na kuweka ulinzi katika vituo na makutano muhimu ya barabara. Mwananchi imezunguka maeneo mbalimbali ya jiji na kushuhudia askari wakiwa wamepangwa katika vikundi katika vituo vya mwendokasi na makutano ya barabara zinazoelekea katikati ya jiji, ikiwemo Mtoni kwa Azizi Ali, Tazara, Buguruni, Uhasibu, Ubungo, Mwenge, Magomeni, Mnazi Mmoja pamoja na Faya. Mbali na askari waliokuwa na silaha,
Wengine walionekana wakiwa wamevalia vifaa vya kutuliza ghasia, huku magari ya polisi ya kuwatawanya waandamanaji maarufu washawasha na magari ya doria yakizunguka kutoka eneo moja hadi jingine kama sehemu ya kuimarisha usalama. Hata hivyo, Juni 26 mwaka 2026, serikali ilisitisha mikutano hadhara ya vyama vyote vya siasa nchini kwa sababu ya kile ilichoeleza kuwapo kwa viashiria vya uvunjifu wa amani katika kipindi cha kuelekea maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Kwa kiduchu, Sabasaba ni tarehe 7 ya Julai. Ni siku ambayo kihistoria imekuwa na maandamano hasa ya upinzani. Hii ndio maana imeweza kupelekea serikali ya polisi ama serikali ya Samia kutuma polisi, na polisi hawa wameonekana kila pembe ya Tanzania kabla watu hawajaanza maandamano. Lakini kuna sababu kuu 4 ambazo zimefanya serikali ya Samia kuamua kuleta maafisa wa polisi mapema kama Juni tarehe 29, 30, kabla hata hatujaweza kuvuka mwezi wa Julai. Tafadhali hakikisha kwamba una subscribe na like video ili nianze kukuelezea. Namba 1, mimi ninaona kwamba ni serikali inataka kuzuia raia wa Tanzania wasije wakapromoti maandamano. Yaani serikali hii yetu ya Tanzania wameona jinsi ambavyo maandamano yanaandaliwa katika miji ya nchi jirani ya Kenya. Unapata kwamba maandamano yanaanza kama mchezo, watu wanajaa barabarani, kitu ambacho kinaonyesha kwamba wamepiga kura ya kutokuwa imani na serikali ambayo iko madarakani. Hapa kwetu Tanzania, vijikaratasi vimekuwa vikienezwa kwenye mitaa vikiwa vimeandikwa kwamba Sabasaba tunatokea, Sabasaba tunaingia barabarani, mfano kama vile Kariakoo, posta ya Tanzara na viwanja mapema sana. Sasa hapa tunaelezwa kwamba serikali imeweza kuogopa. Kwa nini? Hivi vijikaratasi ambavyo vimeweza kurushwa barabarani vikionyesha kwamba tunatokea Sabasaba, wameweza sasa kuamua kutuma polisi ili kuweza kuzuia promotion ya maandamano, kwa sababu wanafikiri kwamba wakijaza polisi vijikaratasi ambavyo vimeandikwa kwamba tutatokea Julai Sabasaba havitaweza kurushwa barabarani. Namba 2, serikali ya Samia imeweza kuwa na hofu kwamba maandamano haya yanaweza yakageuka yakawa makali kama yale ya nchi jirani ya Kenya. Kama nyinyi ni watu ambao mnafuatilia mitandao vizuri, mnaelewa kuna maandamano ambayo yaliandaliwa Kenya mwaka 2024 Juni, yale ya kukataa mswada wa bajeti. Maelfu ya vijana walijitokeza barabarani. Isingalikuwa kwamba serikali ya Kenya ilichukua tahadhari na wakatuma jeshi, huenda ile serikali ya Kenya ingeenguliwa madarakani, kwa sababu vijana walikuwa na hamaki sana na utawala ambao uko madarakani ulikuwa na wanyanyasa, hauwasikizi. Kwa hivyo wakaingia mpaka bungeni, wakapasua vile kila kitu. Sasa serikali iliona tahadhari kwamba kama wameingia bungeni hapo Kenya, huenda wakaelekea Ikulu. Sasa hapa serikali ya Samia nayo imeingiwa na hofu kwamba hawa vijana sio watu wa kuchezewa, aswa wale ambao wanahamasishana kwenye mitandao. Wameona kwamba si watu wa kuchezewa, kwa hivyo lazima achukue tahadhari ya mapema ili kuweza kuhakikisha kwamba anatuma maafisa wa polisi. Kwa hivyo
Hii ni kana kwamba wameanza kutuma ujumbe kuelekea kwa wananchi kwamba tuko tayari, msijaribu kuandamana. Hii ni saikolojia ambayo wanataka kupanda miongoni mwa wananchi. Sio eti kwamba serikali ya Samia imeweza kujiandaa, hapana. Yaani ni saikolojia wanataka kupanda kwenye akili za wananchi kwamba mkitoka kuna polisi wengi ambao wameanza kuleta mpaka zile magari za kurusha maji. Sio kama unanielewa mpaka hapo. Kwa hivyo hii ni hofu tu ya maandamano ya Sabasaba kwamba huenda yakageuka yakawa kama maandamano ya Gen Z wa Kenya ambao waliingia wakaharibu bunge, wakaharibu mahakama, walikuwa mbioni sasa kuelekea ikulu ya Kenya kumng'oa rais madarakani. Kwa hivyo Samia ameweza kuchukua tahadhari ya mapema. Usije ukafikiri kwamba hao marais hawazungumzi. They talk on phone. Wanaambiana oya, jipange mapema. Usipochunga hawa watu watakukujia ikulu. Ndio maana umeanza kuona wamerejesha polisi barabarani kwenye viunga vya Dar es Salaam. Naelezwa hata Dodoma wameweza kufanya nini? Wameweza kujazwa. Vile vile serikali hii ya Samia imeweza kuogopa muktadha wa uchaguzi wa mwaka 2025. Wameogopa kwamba yale ambayo yaliweza kutokea mwaka 2025 Oktoba yanaweza yakajirejelea. Tuko karibu kumaliza mwaka tangia uchaguzi huo ulipoandaliwa, mahala ambapo waliiba uchaguzi, wakamkamata Tundu Lissu. Wananchi wakakasirika, wakaingia barabarani. Sasa kikosi cha TIS, polisi na vyombo vingine vya usalama vimeamuliwa kuwa macho zaidi. Kila mkusanyiko mdogo mdogo unaangaliwa kwa shaka kama ni mbegu ya maandamano makubwa. Kwa hivyo wanahofu kwamba huenda yale mambo ambayo yaliweza kutokea mwaka uliopita Oktoba yakajirejelea. Kwa hivyo ndio maana wameamua kurejesha maafisa wa polisi barabarani. Kumbuka kwamba huyu waziri mkuu Mwigulu Nchemba alisema kwamba watahakikisha wamefunga na kutawanya viashiria vyovyote vya maandamano. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Sasa wanaogopa kwamba iwapo hawatajaza polisi kuwauzia wananchi uoga, huenda wakajirejesha barabarani jinsi ambavyo waliweza kujaza ama waliweza kujitokeza mwaka uliopita. Na mwisho, mimi ninafikiri kwamba huu ni ujumbe ambao Samia anataka kutuma kuelekea kwa wadau wa nje ya nchi na wadau walioko ndani. Mfano, tuko na mataifa mbalimbali ambao yako na ubalozi wao Tanzania. Tuko na wawekezaji mbalimbali ambao wako katika taifa letu la Tanzania. Sasa kuna mataifa makubwa kama vile Marekani, Ulaya, United Kingdom wataanza kuambia raia wao kwamba anza kutoka Tanzania, au wataanza kusema kwamba musisafiri Tanzania, kuna maandamano ambayo yataandaliwa. Mnaelewa haya mataifa makubwa yako na taarifa za ujasusi za mapema. Kwa hivyo kipindi ambapo haya mataifa yanajiandaa kuja kuambia raia wao wasisafiri Kenya, unapata kwamba Samia ameanza kuimarisha usalama ili kuwaambia kwamba tuko na usalama. Anataka kutuma picha kwamba usalama umeweza kuimarishwa Tanzania. Kwa hivyo anataka kuambia kwamba utulivu tuna udhibiti katika taifa letu. Vile vile, lakini ukiweza kuangalia kwa jicho lingine, anataka kuambia wapinzani wale ambao wanataka kuandamana kwamba msijaribu kuvuruga amani. Kwa hivyo wameweza kuweka polisi barabarani ili kuweza kutuma ujumbe kwamba tuko tayari kuhakikisha kwamba
tunawakabili wale ambao mtakuja kuandamana. Sijui wazo lako ni lipi? May God bless you. Asanteni sana, endelea kusubscribe. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.